sometimes it might be hard for you to choose between a ZR70 Toyota Noah and a Toyota Alphard, kwa sababu hizi gari zinakuwa zina similar applications in terms of passenger capacity, space, lakini pia na convenience. Sasa nataka nikueleze tofauti za kina ambazo zina exist kati ya hizi gari mbili. Ukiwa na hii Noah ZR70 ambayo inakuja na engine ya 3ZR, ni engine ambayo ni smooth na light na inatengenezwa kwa ajili ya kutumika kama powertrain kwenye light vehicles kama hii. Hii gari bodi yake ni nyepesi ukikompare na Alphard. Na pia kwenye upande wa performance, 3ZR ina 2.0 liter, ina produce mpaka horsepower 158 ambayo ipo humu, na ina produce torque around 190. Kwa hiyo sio engine ambayo ya performance kubwa sana, lakini kwa uwezo wake inajitahidi. Umeona? Lakini unapo compare kwenye Alphard, maana yake unakutana na 2AZ FE mara nyingi kwa engine ambayo watu wengi wanaitumia, japo kwa zipo engine nyingine, lakini 2AZ FE ndio ambayo ipo kwenye Alphard, ambayo yenyewe inakuwa ni 2.4 liter engine, ina horsepower mpaka 170 na ina torque mpaka ya 200 plus. Sasa kuna tofauti kwenye performance. Kama unataka performance, 2AZ ina perform vizuri sana, lakini ina kiu sana, consumption yake ni kubwa ukicompare na 3ZR. 3ZR kinachofanya kwenye hii Noah inakuwa ina consume mafuta kidogo sana, ni kwa sababu ya technology yenyewe. Iko na new technology, ina dual VVTi, kwa maana variable valve timing intelligence systems, zina solenoids mbili, lakini pia inatumia valvematic on the same time. Na hizi zipo mbili, inaweza kuwa ni multi point au sequential injection, ambayo inakuwa ni 3ZR FE au 3ZR FAE au FAE. Hizo ndo sequential injectors. Sasa kama wewe unajua kwamba unataka gari kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya mjini pamoja na safari, unaweza kwa opt hii Noah ya ZR70 kwa sababu ya convenience kwenye issue ya consumption ya mafuta. Lakini kama unajua kwamba lengo lako ni unataka upate performance pia na consumption sio issue, unaweza kuchukua Alphard, kwa sababu in terms of space zote zinafanana. Hii inaweza kabeba watu mpaka 7 huko ndani, kijibana hata 9 mnakaa. Unaona? Lakini kwenye Alphard pia the same. Sasa kuja kwenye matatizo ya engine kwa upande wa Alphard, ile engine ya 2AZ hasa ambazo zimetengenezwa chini ya 2010 zina changamoto ya oil consumption, zina oil burning issue ipo kwenye hizo 2AZ engines. Kwa hiyo kama una avoid hilo tatizo, basi uchukue ambazo ziko juu ya mwaka 2010, na ndio maana hata kwenye Harrier, kwenye nini, ukitaka kuiavoid hiyo kitu kwenye hizo engine, unatakiwa kuconsider hiyo factor. Unaelewa? So issue nyingine ni oil control ring kwenye upande wa 3ZR. Kama utozingatia service, hii engine inawahi sana kuanza kusmoke, kwa sababu zile oil control ring zisipokuwa tu zina uwezo wa kutwist vizuri na nini, zita clog alafu zita stick na gari itaanza kusmoke. Kwa hiyo kama unajua unataka gari hizi, tutafute Motekai tukupe ushauri ipi nakufaa.